Kifo kia mbere. Kifo cha pili. Gikuo gia kerĩ cha mwili. Ni magĩkua na njĩra ya mwili. Adamu aliambiwa Adamu alilwa atĩrĩrĩ ataishi, si ndio? Akĩũrĩa agatũũra. Sasa siku moja, yani mwaka mmoja kwa Mungu ni siku moja. Mwaka ũmwe nĩ ta Ngai, mwaka ũmwe siku mwaka, yani siku moja ni miaka 1000 kwa Mungu. Mũthenya ũmwe ta miaka 1000 kwĩ Ngai. Tunaona Adamu hakumaliza miaka 1000. Yeye Adamu ndo kakirikie miaka 1000. Alikufa na miaka 930. Akuira miaka 930. Kwa hivyo hakumaliza siku. Hata kabla akufe mtoto yake alikufa. Ili laana ya dhambi ifike. Unaona? Ona mbere ya gukua kwa Adamu mwana nĩ wambire gukua nĩguo laana ya mehia ikinyanĩre. Haya. Hebu tuende Yeremia 4:25. Yeremia 4:25. Pale. Yeremia 4:25. 23. Niangalie nchi. Ndacũthĩrĩirie thĩ. Natazama ilikuwa ukiwa. Yarĩ o ũguo ta kĩgĩgĩ. Na watu. Yarĩ na andũ. Niliziangalia mbingu nazo. Ndarorire igũrũ. Ilikuwa hazina nuru. Ikapo kidogo. Ati Yeremia anasema naliangalia nini? Inchi. Ndarorire thĩ. Nikaona haina nini? Haina watu. Kwanza inasema ilikuwa ukiwa. Yani ukiwa ni tupu. Hakukuwa na kitu. Vile ilikuwa kitambo. Haina kitu, haina watu. Watu wameenda wapi? Wao na watakatifu wamenyakuli. Tathikĩrĩriai nĩ rĩrĩ andũ makoragwo thĩ ndĩgakorwo andũ. Haya. Na ilikuwa haina nini? Watu. Na nuru ilikuwa imetoweka, si ndio? Hata nuru. Si mtumishi? There no theri. Endelea. Niangalia milima. Natazama ilitetemeka na milima yote ilisogea huko na huko. Nikaangalia natazama hapakuwa na mtu hata mmoja, na ndege wote wa angani wamekwenda zao. Haya. Hata yani hakuna nuru. Hakuna hata ndege. Hata ndege na wanyama wote washakwenda zao. Wameenda wapi? Washanyakuliwa, si ndio? Nuru. Naona hizi yote kuanzia nyota, mwezi, jua zote zilikuwa ate kuma riũa nginya andũ na njata ciothe rĩ gũtiarĩ kwa sababu mtumishi pesa kidogo. Ndio kuna fundisho inafundishagwa na dini. Wanafundishaga hivi. Hakuna wakati ati kanisa likienda mbinguni duniani waofu watabaki wakizaana. Wakiendelesha generation. Hiyo ni imani potofu. Sasa mimi nawaulizaga kulingana na Yeremia ni wakati gani dunia ijai kuwa na nuru, jua na mwezi na watu tangu iupwe? Kama si tu wakati huu wa kurudi kwa Yesu mara ya pili na watu kuuawa, sivyo? Ndio tu, hakuna wakati tangu dunia iupwe. Hata wakati wa Nuhu kulikuweko watu walikuwa juu ya maji, sivyo? Kulikuweko nuru. Kwa hivyo hii tu inalenga wakati wa kurudi kwa Yesu mara ya ngapi? Ya pili. Wakati watu watauawa na pumzi ya Mungu. Kwa hivyo hebu nini hapo? Maana sasa mwezi, jua, nyota vimetoweka. Hakuna. Maana inasema zitaanguka zikuwe giza. Sasa nitakuwa hii ni shimo kubwa. Ati thĩno yagakorwo ĩgĩturi kĩnene
Maana ndio shimo kubwa na ndio jehanamu. Sasa hivi. Neno leo kuzimu kana leo ili maleta hivi. Maana mwangaza umetoweka. Kila watu gari wako ulete. Endelea. Kaangalia na tazama. Shamba lililozaa sana limekuwa ukiwa. Point number 1, fika hapo. Nikaliangalia sana. Shamba lililozaa sana limebaki ukiwa. Atendea ciaraga muno ngiona ihana roguo kigigi. Ni shamba gani lililozaa sana hilo? Maana tunaambiwa hii dunia ni nini? Ni shamba. Shamba gani lililozaa sana hilo? Ni mugunda uriku muno waciaraga muno. Ni ile linafundisha watu mafundisho upotovu ndio linazaa sana, watu wengi wako huko. Atendea andu aria mugunda ucio utanaga marutani moru guo maciaraga muno. Endelea. Na miji yake yote ilikuwa imebomoka. Angalia hiyo shamba. Hiyo shamba miji yake yote ilikuwa imebomoka mbele za Bwana. Na mbele za hasira yake kali. Haya. Na mbele ya marakara manene. Mbele ya hasira yake kali. Kwa hivyo hiyo shamba iliyozaa sana miji yake imefanya nini? Imebomoka. Mbele ya hasira ya Bwana. Matura mama kama moka mothe mbele ya marakara ma Ngai. Maana Bwana anasema hivi. Mwathani akuga atiri. Nchi yote itakuwa ukiwa. Lakini sitaikomesha kabisa. Amen. Pointi ya pili. Likameni na fio. Kwa hivyo unaona hata hii andiko inaongelea inarudi paka pale kwa Mathayo, si ndio? Iracokero maida ma Mathayo. Lakini hata ifanya nini? Hata ikomesha kabisa. Kumaanisha wakati Yesu anarudi bado hii iko. Lakini watu hawako ndani. Ati ni andu makoma ninitwo na indo no igakorwo kuo nikiaraiga kameni inukia fio. Hata ikomesha kabisa. Alafu endelea usikie. Kwa ajili ya hayo nchi itaomboleza na mbingu zitakuwa nyeusi. Kwa sababu mimi nimeyanena haya na kuyakusudia, wala sikujuta, wala mimi sitarudi nyuma niache. Kwa hivyo Bwana hatarudi nyuma, amekusudia haya. Darasoka na thutha atayatimiza. Atekete ugo. Kwa hivyo baada ya miaka 1000 thutha miaka 1000 ndio ataikomesha kabisa. Niguo agacoka kumikomeza kana kumenina rita ria gatatu yani niguo kamenina fio na mwaka. Kana amithambie na mwaka. Endelea. Kwa wengine aliyoshe. Endelea. Mji mzima unakimbia kwa sababu ya mshindo wa wapanda farasi na wenye upinde wanaingia kichakani. Wanapanda juu ya majabali. Kila mji umeachwa, hapana hata mtu mmoja akae ndani yake. Na wewe utakapotekwa utafanyaje? Ujapojifika mavazi mekundu, ujapojipamba mapambo ya dhahabu. Umefika ngapi? Penye natoka. Naelekea 30. Niko 30. Acha tufike hapo. Kwa sababu ndogo. Nasikia pale amesema na nini? Mbingu zitakuwa nyeusi. Igoro yako ile hiyo. Mianga itakuwa maana Biblia inasema zote zitaanguka. Haitatoa mwanga wake tena. Mwezi na nyota itatoa tena. Haitatoa tena. Na hiyo unajua kabla Yesu arudi, Shetani atajitokeza. Shetani ukaba kwa yumelia. Ndio maana tunaambiwa pale. Kati. Ndio maana tunaambiwa pale wakati atakuwa ukisikia Yesu anawaambia, ukisikia yuko jangwani, nikisema waigwa ena kule awero indire. Ukisikia yuko ndani ya nyumba, usitoke. Dukana imere. Kwa sababu Yesu hatakuja akanyage chini.
Yesu ndagakinya thĩ ĩno. Kutoka na huko. Amen. Agakoelera Ila jicho litamuona. Aulidole kadiri kamuona. Sasa wale wenye dhambi wakishamuona ni kufa. Yama muona no kwa makua. Lakini watakatifu watakuwa na uwezo wa kumuona. No aria thingure ni makeyumbiria kumuona. Maana wanasema kufumba na kufumbua tutabadilishwa mwili wale walio hai. Amen. Kufujana kwa visoria toka roho mili. Wapewe mili isiyofanya nini? Wewe mili yako kuda. Na wale wenye makaburini waliolala katika Kristo watafufuliwa wapewe mwili ya kutokuharibika. Na yale makaburini makali ukiona mili yako. Mwili ya mbinguni. Mbele ya matuine. Sasa ile itastahimili kuona. Mili yake hata kuona aje sona likwi. Kwa sababu hii mili haiwezi, ni kama karatasi na moto wa gasi. Ile mili hana karatasi na mwaki wa gasi. Ile moto wa gasi ile kubwa kabisa. Kisongeza hapo maana unaona kama ile tanuru ya Nebukadneza aliyowasha. Naona hata mwaki wa Nebukadneza ule akilie. Si unaona wale walioshika watumishi kuwatupa ndani, wao ndio walichomeka. Aria mama ikirieli mahire meja. Ndio aria mali ilima matiaje. Sasa hiyo mili ya mbinguni ndio utafanya nini? Mili ya matuine onege ikio hata ikihea. Hebu tusome Ufunuo 20:1 mpaka 3. Kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni mwenye ufunguo wa kuzimu na mnyororo mkubwa mkononi mwake. Akashika yule nyoka wa zamani ambaye ni Ibilisi na Shetani, akamfunga miaka 1000, akamtupa katika kuzimu, akamfunga, akamtia muhuri juu yake. Nadhani ulikuwa umesoma. Tusome Mathayo 22:1. Kwa hivyo hii dunia ndio jehanamu. Ndio jehanamu. Yesu akajibu akawaambia tena kwa midhali akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja aliyemfanyia mwanae harusi. Watumwa wake wawaite walioalikwa kuja harusi. Kwa hivyo ufalme wa mbinguni umefananishwa na nini? Na mfalme mmoja, si ndio? Mlamaki wa hivyo wale mlamaki umwe. Aliyemwandalia nini? Mwanae nini? Ile murwe harusi, si ndio? Oriki. Kwa hivyo huyo mfalme ni Mungu, si ndio? Mlamaki usio ni gai. Huyo mwana wake ni Yesu, ndio? Mwana usio ni Yesu Kristo. Si ni ufalme, si hiyo harusi, si ni watu wamealikwa kwenda. Mwanawe anaoa nani? Kanisa. Na kanisa linataka kwenda wapi? Mbinguni. Na kanisa la Mungu matwini. Alafu endelea, wale walialikwa walifanya nini? Walioalikwa kuja harusini nao walikataa kuja. Haya. Na wale ametiro hiki ile makelele guka. Akatuma tena watu kwa wengine. Akasema, waambieni wale walioalikwa, tazameni, nimeandaa karamu yangu, ng'ombe zangu na minono vimekwisha kuchinjwa. Kwa hivyo wale walioalikwa harusini walikataa, si ndio? Ale ametiro hiki makelele. Mfalme akatuma watumishi wake, watumwa wake. Mlamaki akatuma duka tati yake. Kwenda kualika watu katika nini? Harusi. Tumetama kadino wao. Lakini wakakataa. Na makelele. Mfalme akawatuma akawaambia, tafadhali nimechinja. Mlamaki akimwambia temeande nene jete. Ng'ombe zangu, ng'ombe yako wanao. Ndio. Kwa hivyo unaona Yesu ndiye amechinjwa. Amechinjwa. Yesu ni mmoja. Ili afanye nini? Twende karamu yake, yani tumkubali, tumule. Tumule.
na watu wamekataa. Tumule. Na ndio malegete kumulia. Tumekataa. Na ndio malegete kumulia. Mungu anasema tayari nimeandaa ng'ombe wangu wanono. Yaani mnono. Mwane ni hali ng'ombe cia kwa noru. Watu wamekataa. Ado makarega. Wale walikataa, wale waliopewa ufalme kabisa, yani wale wale walijiona wako 100%. Ale mara ingine makiona meigana kwa igana li. Israeli. Na Israeli Wakakataa. Makemorega. Wakasema hapana. Huyu sio Yesu. Huyu sio Yesu, huyu sio mwana wa Mungu. Huyu si Yesu mwana wake. Si walikataa? Nilikuwa nataka nikupe fungu moja nikuongezee. Yesu alimechinjwa na watu wamekataa kumla. Yeah. John 6. John 6. 63. John 6:53. 6:53. Somwe. Nasema hivi. Basi Yesu akawaambia, amini amini nawaambia, msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Alafu nao walifikiria ni kula Yesu na kunywa na yeye mzima. Ikaelewa kimwili. Watamuelewa kimwili. Wakasema huyu ni wazimu huyu kwa hii anataka. Waelewa walisema majini ya Sasa unaona wale wapewa nini wakakataa. Ale ama makireka kumulia. Hebu endelea mtumishi. Okay. Waisraeli walikataa. Wote wamekwisha tayari jioni ya hamsini. Lakini hawakujali. Wakaenda zao mmoja shambani na mmoja waliosalia kaenda kamata kila mtu biashara. Iko na rangi hapo. Kwa hivyo kila mtu akashika njia zake, mmoja akaenda shambani. Asemete royu gari umwakiwe githie mugunda. Ulisema shamba ni nini? Royu mugunda ni kia. Mugunda ucio ni gukuthi. Kwa hivyo mmoja akaenda shambani, akaenda njia zake duniani, yaani akafanya mambo ya dunia. Umwagithie maundu-ini ma thi niguo guthie mugunda. Huyo mwingine na njira gwikuhagirwo maundu ma thi ukarega uhoro wa Ngai. Waliosalia wakamata watumwa wake, lakini hawakujali. Wakaenda zao, mmoja shambani kwake, mmoja kwenye biashara yake. Unaona, hawakujali. Mmoja akaenda shambani mambo yake, mwingine akaenda biashara yake mambo yake. Waliosalia wakamkamata mtumwa wake. Mtumwa ama watumwa? Watumwa wake. Watendea jeuri na kuwaua. Si hii ni Israeli ambayo ilikataa Yesu? Ni Israeli maagiria Yesu. Na walipewa, wamealikwa harusini. Amete twirugaine mbinguni, si ndio? Katika ufalme wakakataa. Ndio thamaki. Wakashika watumishi wa Mungu, wakawaua. Makijita duga tamageciuraga. Wakawatia jeuri wakawaua. Makemoraga. Endelea. Watumwa ni manabii. Waliua manabii wa Mungu. Basi yule mfalme akaghadhabika. Akapeleka majeshi yake. Akawaangamiza wauaji wale. Akauteketeza mji wao. Simama hapo. Wakati Israeli wameua manabii, Israeli moragiria nabii na wakaua Stefano wa mwisho, na makiragia Stefano wa mwisho ri mlango wao wa rehema ukafunguka. Mlango wa tha wao ri ukihingwo. Maana Israeli walikuwa wamepewa miaka 490, si ndio? Baya tomea kama na mkenda mama na mama na mkenda. Ndio maana Petro anauliza Yesu. Ndio Petro anauliza Yesu katika Mathayo. Ndio Mathayo. Je, mwenzangu akinikosea mundu angehitiria ri hata mara ngapi?
Mungu hareke maita maigana. Mara 7. Maita mmoja. Yesu anawaambia hapana. Nizoke mwelasa. Maana hiyo ya 7, hiyo 7 times 7 kuna vile unapiga inakuja, kuna hesabu zingine inakuja hapo, acha tutazifundisha hizo siku nyingine. Nitoke kulia maombi. Maana hiyo 7, hiyo 70 mara 7 ni 490. At the 7 times mmoja ni 490. Sasa ndio alikuwa amepewa hii. Ni wewe udi maheto hida leo ya kwelira mehia. Na hiyo 490 iliisha mwaka wa ngapi? 34 AD. Hata tulikuwa tumeandika ndani kwa nimeninia hapa kidogo. Iliisha hiyo wakati walipiga Stefano na leo mahuria ni sawa na mahiga kwa 34 AD na kwa that's yao siadilika kwao. Stefano akasema nimeona mwana wa Mungu amesimama. Siuga vile ndo na mwana wake yarugie. Wakati wote ukisikia Yesu amesimama, ni mlango wa rehema umefungwa. Wewe kwa Yesu ni alugama, mlango wa ndani weka atia. Sasa Israeli ya leo ndio mimi na wewe. Israeli au mode ni nawe. Huko Israeli hakuna Israeli wote. Kama taifa, lakini kila yani ni mtu individual. Sasa Muisraeli kama Muisraeli peke yake. Muisraeli bali asamehewe. Lakini kama taifa yao iliisha 34 AD. Miaka yao ndio miaka ya mahe tolea yaga igithira. Na ndio unaona si amesema atatuma jeshi lake wafanye nini, waangamize mji. Aenda igari ya gutuma jeshi yake nini itola riu riao. Ni mwaka wa 70. Amen. 70 AD ndio wakachukuliwa mateka. Makaenda wapi? Makenyito mega wa Babylon. Cheza na Mungu. Aendelea. Kisha anawaambia watumwa wake, harusi hii tayari, lakini wale walioalikwa hawakustahili. Akemea mete ntore matiage lugaini. Basi enendeni hata njia panda za barabara, na wote muonao waiteni harusini. Simama hapo. Kwa hivyo akawatuma waende katika njia panda. Wawafanye nini? Wawaite watu wa harusini. Wale watu wa njia huko. Ndio waite. Atatoa na mara ukali, hata madima kaenda mwendo wanakufa. Waliokuwa wanastahili kuwa kwenye harusi wamekataa. Sasa waende nje. Madie chama gete ado anaja. Swali niwaulize, hiyo andiko unaweza jua inasema nini hapa? Andiko no mhota kuga nasema hivi. Mungu alichagua Wayahudi kuwaita katika karamu. Wakati walipokataa akageukia mataifa. Ni wakati walimsulubisha Yesu hapa. Akageukia adui hapa. Ndio maana hiyo 3.5 salaba. Ndio kugusa hapo ndio hiyo. Sasa 27 AD ndio Yesu alisulubiwa salaba. Hapa ni nini? Hapa ni ubatizo. 31 AD kusulubiwa msalaba. Sasa miaka 3.5 miaka 3.5 ukisoma Danieli atakwambia yeyote. Ukisoma Danieli ni 8 ama 8 alafu ukifika mpaka 9. Sasa hapa wakati walikataa wakaweka Yesu msalabani. Unaona wakasema aende katika ya mara ngine matiabati njia panda. Wawaite wenye kwa njia. Sasa ndio sisi. Walio ambao hakustahili. Israeli mara gairuga ri, thizwe tu adurito gigetwo thini wa iruga. Ndio naitwa mataifa. Yesu hapo walikuja kwa walio wangu wakanikataa. Walio wangu wakanikataa. Nikajua nembo hiyo. Nikajua nembo iko bine nembo hiyo ndo kiekulea kwa makiendega no ya maji tekinya kama hiyo tena. Sasa hapa ndio sisi tukafikiwa na hii. Niko tu kijone wega wake. Ndio tukaichangamkia. Amen. Amen. Aendelea. Watumwa wale wakatoka
ikajaa wageni. Lakini walipoingia yule mfalme ili kuwatazama wageni wake. Na mimi nimesoma kivingine. Alipoingia yule mfalme, si ndio? Amesema hivi. Lakini alipoingia yule mfalme ili kuwatazama wageni wake, akaona mtu mmoja asiyefaa vazi la harusi. Simama hapo. Ati alipoingia ule mfalme, aterea muthamaki aingiria gucuthiria ndungata ici etirwo-ri, aliona nani? Akiona mundu umwe utari na nguo cio. Ana nini? Vazi. Na tuliona pale vazi ni nini? Madera ya watakatifu. Je, huyo mtu mmoja ni nani? Ambaye hana vazi la harusi. Si shetani? Kwani shetani hapa na matendo hana. Saitani ndai na ciiko cia uthingu. Ndiye naye ameenda katika harusi. Nake ni athire uhiki-ini wa Ngai. Endelea, akafanywa aje? Akawaambia, Imera atiri. Rafiki, akamwambia, murata wakwa, uliingiaje humu nawe huna vazi la harusi? Uingirire atia guku na nduna nguo ya uhiki? Naye akatekwa. Gakinyitwo. Mfalme akawaambia watumishi, muthamaki akira atumisi atiri, mikono na miguu, muhei moko na maguru, mchukueni mkamtupe katika giza la nje. Haya, ndiye mwikie ndumaya na ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Kuliko wako kilio na kusaga. Maana waitwao ni wengi, bali wateule ni wachache. Kwa hivyo akaamrisha, akatekwa, akafungwa, si ndio? Akaambiwa atupwe wapi? Nje. Giza ya nje. Huko duniani. Hata ikiwa na kuja na gogo kodi. Ndiko kutakuwa kilio na kusaga wako kilio na kuharagania magego. Sasa anasema wale wao waitwao ni wengi, lakini aria methetwo na aingĩ wachache aria mũnene anini. Wachache ndio wanakubalika. Na sisi na hiyo ithuĩ tusikue kati ya wale wengi, ndigakorwo tũrĩ gatagatĩ ka arĩa aingĩ tumeitwa metĩtwo, lakini wachache wanafanya nini? No ni anini mamũrĩ. Ufalme wa Mungu thamaki wa Ngai sio kuchezea na kupiganiwa, ti wa gũthaka na wa kũrũĩra. Mathayo anasema, kwa Mathayo tunasema Mathayo ndio atĩrĩ, atakayevumilia hadi mwisho, ũrĩa ũgũkirĩria nginya mwisho ndiye atakayeokoka. Ucio ndio ũkahona. Kwani unavumiliaga kama kuna wepesi? Unajua kama wewe si mgonjwa, sikwambia uvumilie upone. Nakwambiaga uvumilie upone kwa maana yeye ni mgonjwa. Kwa hivyo tunapoambiwa tuvumilie kwa maana kuna shida hii dunia. Ni sindano unataka kudunga, vumilia, vumilia udunga sindano uko? Pone. Kwa hivyo dunia ina dhiki. Ina dhiki. Jipeni moyo. Mimi nimeushinda. Sasa inafaa kutushinde nini? Ulimwengu. Kwa kila jambo. Tuwe hote de kuna jero yote. Na tuwe nini? Tuwe kielelezo cha kuleta watu katika nyumba ya Bwana. Maana tukao tukiona lia kule hadi dhini wa nyumba yake. Maana pale Yesu anasema aje? Kwa Yesu aigatiri. Ufalme wa Mungu pia unafananishwa na tajiri mmoja. Kama kwa hiyo ananyana na ukitoka kimo. Aliyetaka kwenda safari. Haya, ndio kugira safari. Akakuwa na watumishi wake. Akaona ndugu kazi yake. Akitaka kutoka akawapatia talanta. Akienda kuma akamaegere 5 talanta sita kwa tayari kwa hiyo. Talanta ilano igere na mwe. Sasa wafanyie ndio wira. Huyo wa 5 akaenda akafanyia kazi akarudisha na faida. Huyo wa 5 aliye kiruta akishokia na faida.
Aliyepewa 2 akaenda akafanyia kazi akaleta faida. Akaendia kile faida ona waigerea na Yule aliyepewa 1 akaenda akaificha. Ule kama aligia kihitha na kadhika. Hata Mungu alijua akimpea mingi hata nini ndio maana akasema. Ndio ungeia muile mweto na menyere. Sasa wewe kile umepewa unafanyia nini? Iwe kile wewe tulele roho kutaga. Maana tunaambiwa sisi ndio nuru. Hivi ndio vile baadhi. Yule una neno la kweli. Ifai ufunike. Sikaku bila ngope ukiama. Inafaa tolewe. Watu wengi wako huku nje wana njaa, wanataka kupokea hivi. Hata ingine huko jamii na ngalagu ni maana kule na kuona kuitokea. Hata sisi hapa ndani Ona hiyo huko zaidi. haifai tujifungie tu hapa ndani. Ndio tu higirewa. Pia ni changamoto natoa kwetu ama anajitoa pia nikiwa mmoja wao. Na hizo changamoto tunaleta. Nafaa tutoke huku nje. Tume na huko hoja. Kwa sababu wakati unaisha. Madini. Wakati umeisha. Madini. Nione namalizia wapi. Tani kwa ajili ya muda sababu naona hata baadhi ya kanana ni mambo mengine. Nani amazali? Nitatu. Ni sababu ndio. Sawa, naomba acha tufungie hapo. Wale wamesikiza. Kwa hiyo tukinyie hau ndio amani ida. Mungu awabariki. Ama kuna mtu ako na kasukuna Swala kwa maida mama hujio leo moto hii. Wa mjina timu mekao. Kuna mtu amechoma chomo na kitu hata kama ni wakati wa mahubiri. Amechoma chomo ningesema. Toa nini sasa? Ningeuliza ama ningesema. Ama ningesema. Mbona mmesema hivyo? Ningeuliza. Lakini Swali kwa